kutokana na ratiba ya leo. Imekuwa ni ratiba ambayo imeenda na muda mwingi sana. Misa ya kwanza ilivyotoka, mvua, pamoja na misa ya pili ilivyotoka, lazima tusilaumiane kutokana na muda. Sio muda wetu, ni muda wa Mungu ambao ameupanga, na ameupanga kwa siku ya leo kwamba itafanyika hivi. Kwa hiyo hakuna ambaye amekaa hapa kwa sababu ya kumpotezea mtu mwingine muda, na maana muda wenyewe si wenyewe tunajua, na kama kanisa tunajua. Kwa hiyo kwa kipindi hiki sio muda wa kulaumiana, na nafikiri ratiba ambayo tumeandaa siku ya leo ni watu kuingia, na nafikiri watu wameshaingia. Kuna maombi ambayo yatakayofunguliwa ili tuanze kazi yetu. Ambaye atayafungua ni ndugu Dea. Pamoja na hivyo, kuna waheshimiwa ambao siku ya leo tumekuja kwa ajili yao, watakaribishwa ili waingie kwenye hafla yao. Kuna neno kwa baba msimamizi wa ndoa, kuna michango kwa watu mbalimbali, ambapo kuna makundi yaliyoandaliwa kutoa michango. Kuna huruma na upendo, kuna familia ya baba na mama wa watoto ambao wamewasimamia, kuna Cecilia kwaya Mtakatifu. Pamoja na hivyo, kwa yeyote yule ambaye atajiandaa kwa mchango ule ili kuja kumchangia ndugu yetu ambaye amefunga ndoa siku ya leo kutokana na gharama, atachangia. Lakini ili tuanze, tunamkaribisha ndugu Mheshimiwa Dea aje afungue ombi. Asante. Simame. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umetupa nafasi ya kukusanyika mahali hapa. Basi tunakuomba mkutano huu tunauweka mikononi mwako. Bariki vile vile wanandoa, bariki nasi ambao tumekusanyika mahali hapa, kwa kuwa hatukuwa tunayategemea siku ya leo kama itakuwa hivi, lakini kwa uwezo wako tumekusanyika. Basi tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi pamoja na hayo, tunashukuru kwa sala kutoka kwa Mheshimiwa Dea. Tunaomba waheshimiwa ambao kama tumekusanyika hapa ni wao ambao wamekaa wakajadili mke na mme kwamba tarehe fulani tutafunga ndoa, na hiyo ndoa itangazwe kwa kila mtu. Na hadi siku ya leo kila mtu amepoteza muda wake kwa sababu ya kuja kushuhudia, lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema, amemsaidia mtu yote yule ambaye alikuwa na nia ya kuja hapa, amefika na kwa hali tofauti kutokana na mvua ya leo. Mungu awabariki kupoteza muda wenu ili kuja kushuhudia siku ya leo. Hii ni baraka tosha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapa tunawakaribisha sasa wanandoa waweze kuingia ili mambo yaendelee kwa haraka kutokana na hali ya hewa ilivyo na kutokana na muda ulivyo. Asanteni sana, na waomba wanandoa muje. Kuna mtu mmoja ambaye alifika hapa alikuwa na makeup fulani hivi, alafu nimeona amempaka mama. Sio kwamba mumpe, mumfurahie tu. Karibuni. Wageni rasmi, tunawaomba moja kwa moja tuanze sherehe yetu. Special boy. Just fire, fry baby. Uliza kwa nini haina fire wewe utaua.
ukipata pesa vizuri, we kwa marafiki ni mradi upate ushauri. Unajichebia kaburi, tabia so nzuri, binadamu wajue vizuri. Baba ndo nguzo, nguzo familia. Wote tuwakaribishe Naomba basi watakapokaa chini walegele na shangwe ili kuwaweka kwenye mazingira mazuri. DJ piga muziki, wanakaa chini. Baba yangu waache sasa, mzazi atakupokea na kukuweka chini. Bwana harusi atapokelewa na baba yake harusi, umweke polepole asiumie. Tunaomba, tunaanza kwa mama pole, asiumie. Huyo ni mwanao, umempenda siku nyingi, umekaa naye, kwa nini akae chini? Hapana, mweke pole pole, pole pole, pole pole. Mnaweza mkakaa, mkae na watoto wenu. Msiki wake nimesikia nyimbo nikiwa mbali, alafu mzee usimame kwa keri, usimame kwa keri. Au mzee una mziki wako? Mzee wetu mzee ana mziki wake, una mziki wako wote. Moja meona aibu. Wazee wanasimama hivi wanacheza hivi. Usimame wewe. Wana wacha. Sababu ina. Imani muina. Nimesikia sana. Hapana makofi za nani? Sawa mzee, DJ. Ngoja mzee atoe neno fupi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli kwa leo nayo furaha kubwa sana kusimamia familia hii kwa sakramenti hii ya ndoa takatifu.
kweli nikikumbuka toka tulipokuwa pamoja kule nyumbani, kwa sababu tuliishi pamoja, tulikuwa pamoja. Nikikumbuka mwaka alipoingia kwenye kizuizi cha ndoa mwaka wa 1999 kufikia hadi leo miaka 27 ya kizuizi cha ndoa. Kumbe haikuwa jambo rahisi yeye kufikia hapa. Inawezekana alikuwa ameshakata tamaa, lakini Roho Mtakatifu alikuwa akimkumbushia eti mbona, na siku moja akasikia sauti hiyo ya Roho Mtakatifu ikamfungua vifungo hivyo, na leo amekamilisha. Kumbe tuendelee kuwaombea ili wazidi kuwa na upendo ule, upendo wa kimungu, upendo unaojaliana, waendelee kuishi kwa usalama na amani katika familia yao. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tuko ode, na kama tuko ode, tujitahidi wakae wajen wa H3 na yeye afanye kitu kama hiki, sio gharama kubwa. Kaka hapa amejiandaa, amefanya tu gharama ya milioni 5. Sasa hiyo milioni 5 kabisa, wewe unaweza kushinda kufanya gharama. Kwa sababu ya nini? Ni milioni 5 tu. Nipigie kaka yetu wa Ulaya kwamba nitumie pesa ya kugharamia ndoa yangu. Na ndoa kule kanisani sio kwamba unaenda kule unaenda kufunga ndoa ili ugharamiwe. Hata ya hapa hivi unaweza kumuita padiri, bwana, ni hivi nataka nifunge ndoa. Yeye mwenyewe anakuja hadi nyumbani kwako na mashahidi kwa unafunga ndoa. Kwa nini mnafeli? Kwa nini mnafeli? Ni gharama mdogo tu. Mdogo tu. Yaani sasa pamoja na hivyo, kutokana na gharama ambayo amefanya kaka yetu hapa, tunaomba kwa moyo mkunjufu na kwa moyo wa imani yetu ya Kikatolika, tunaomba tuweke beseni hapa kwa sababu ya michango, na tutaanza na wanakijiji wa Ode. Kama mnampenda braza hapa, kama nyie mnaishi naye sawa, kama nyie mko naye sawa, watu wote wako hapa na kamera zinaangalia hivi, tutaangalia watu wa Ode kama watafanya nini. Bwana, leta nani hiyo jandu hapo, hiyo jandu ijaye kwanza kwa watu wa Ode. Watu wa Ode, mzee DJ, weka kawimbo hivi Ode. Inomboka ya ingwa bole au ile wivu muone sasa mambo watu wa Ode muhimu, huruma na upendo. Hapa weka kawimbo hapo, mwenyekiti au mwakilishi yote yule aje awakilishe mchango wake kama upo, na atoe neno fupi. Twende na kawimbo hadithi hii umutaka ongee ngano mama baadaye wa Bilimbo shurui batu wa huruma na upendo bana, huruma na upendo, karibuni. Huruma na upendo, muone sasa kama kuna watu wanaitwa huruma na upendo. Mko wapi kule Ode? Muone watu wa huruma na upendo. Weka miko bana. Watu wa upendo
Wanapendana. Gawa. Franga inatoka. Oh, franga. Oh, franga. Franga inatoka. Franga inatoka. Franga inatoka. No huruma na upendo hiyo. Mama amepata milioni moja hapa. Milioni moja. Shukrani sana kwa huruma na upendo. Na kweli nyinyi ni kundi ambalo linaonyesha huruma na upendo. Sio kundi unakaa unashindwa kumsaidia. Tunaenda hapa kwa Cecilia kwaya. Mtakatifu Cecilia. Yaani hapa ni mtakatifu. Tusioneshane aibu. Mtakatifu Cecilia kwaya, karibuni. DJ, weka wimbo. Kali kawimbo. DJ, uko wapi? Cecilia kwaya, waweke kawimbo kazuri. DJ, nini? Cecilia. Umependeza kwa sawa. Simama kwanza. Mama. Simama kwanza mama. Simama, tuache nani, kuna vitu vingine. Uangalie yule mama pale. Hii nguo nilikutaka Burundi. Iko na deni ya Burundi. Sawa sawa na dola 500 ya hapa. Alafu kwa hapa hivi Cecilia kuja hapa. Kusherehe. Simama mama Tuachungwa bole. Simama na wewe mama na wewe. Tunaita kila mtu atoe mchango. Baada ya makundi nimekuja kuona watu wengi wanapendeza hapa. Hivi vitu viwili ndio meza kuu. Pamoja na hivyo, mama naomba mama kwanza msimame. Mwende kutoa mchango pale. Mtu anapendeza mimi roho. Agani papa nakuwa mtu Simama mama mama yangu Mungu afanye ama shumazi sema kwa nyumana nini. Sawa, pamoja na hiyo tunaomba wajomba mtu wa pande zote mbili wajiunge waje kutoa mchango wao. Monene
sababu hii ni sherehe kubwa. Sasa Herodiana niangalia na huruma. Bajomba mtu. Weka wimbo. Twende. DJ. Na bajomba mtu nisikia kwamba bametumiwa franga mkubwa kama 300,000. Eti ni 300,000. Sa? Bajomba. Mjomba ni mama. Mjomba ni mtu. Mjomba ni mtu wa Mungu sana. Mjomba ni mama. Mjomba ndio kila kitu. Natunganisha Wachomba Imba. Mungu amefanya nini? Imba, Mungu amefanya nini? Imba. Mmeimba. Mungu ametuunganisha hivi na wewe. Kwa Mungu Wachomba hao. Chezea wachomba wewe. Baada ya hapo DJ, kuna majerani wale wa mahana wapo na wanatamba na wanandoa. Kwa wajerani, DJ washa wimbo majerani. Hii sherehe hivi wote ushakuwa sherehe kama hii. DJ, ushakuwa sherehe kama hii. Hii ndio sherehe ya kwanza. Muipandishe YouTube, kila mtu aone, kila mtu aone. Sasa pamoja na hivyo, hapa tuna marafiki upande wa mwanamke na upande wa mwanaume. Tunaanza upande wa mwanaume, maana ndio kichwa cha nyumba. Upande wa mwanaume, ingia DJ, leta upande wa mwanaume. Waziri simama, Selile simama. Mucho salani. Nimekuja kuwa wewe wangu wa maisha. Nilitoa moyo wangu nikuulize. Waziri pamoja Mungu ametuunganisha mimi na wewe. Mwanji bana. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Kwa upande wa rafiki yake na bwana harusi, kwa kweli mtanisamea kidogo, lakini nitamtolea shilingi 10,000 ambayo nitaileta siku ya 3. Sherehe oye!
Namwomba Herodi simama, waziri simama, maike iko hapa. Na kama wewe utaahidi, mimi mwenyewe waga nadai hadi chooni na kufuata huko, na ikishindikana naenda kwa the village. Haki ya Mungu. Sherehe. Kwa majina naitwa Biki Ambe Mbwanji Landri. Mimi naahidi nitatoa shilingi 5,000 siku ya Jumanne, mardi. Asante sana. Sherehe. Ye waziri, grâce Rila Filabi. Grâce Rila Menda. Shalom, shalom. Shalom. Sawa, kupata marafiki asitalala. Sio kulala. Nasikia. Sawa. Asitalala. Siko msimu. Siko msimu wangu. Sio mwenyewe ni wakala. Tutamkuachia 15,000. Sawa. Deni ni mpesa tu, wakala aje. Wakala kuye. Mwenyewe kama una mpesa niko wakala. Yaani wewe kama nisongesha utasongesha tu. Umesema leo asitalala. Na mimi na wewe tukimaliza hapa hatutalala hadi nisipate. Na mwomba Herodi afike hapa vyake ajiandae, grâce ile ajiandae. Tunaomba kwa haraka, maana amwezi mkakaa ndio rafiki yenu wanawake wazidi. Tunamwomba Herodi aje atoe ahadi. Hawa hapa mimi nataka watulie, maana wamekaa wima sana. Kwa Herodi hata wako sawa. Herodi njoo. Grâce ile njoo. Eko nayo keshi, eko nayo. Lazima utoe. Mimi nadhani hapa ni mzaa. Tusifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya mke yangu tena rafiki, kwa bahati mbaya mimi nilikuwa kwenye safari kutoka leo asubuhi, nina mwezi mzima, lakini nimejitahidi kwa sababu nikutaniwe hapa kwa sherehe. Nimemwahidi 20,000 Yesu Kristo. Amina milele. Unaona kuna mambo mengine ukiahidi. Umeahidi hiyo ni deni. Hivi bwana harusi na bibi harusi watapiga hesabu kwamba tongezeni ni makalato aidiwa. Lakini kama hujatimiza ahadi yako, yeye mwenyewe na sungusungu nafika kwako. Lazima utoe. Anwani najua, mimi mwenyewe nina karibu Bagale popote ulipo. Bagale ameenda chooni. Sasa pamoja na hivyo makole magashikuba shitendeshwa ni mbondo wa neno kabisa na mbondo tata mbondo nakanyamanga mpaka no sherehe ya mulumanga mulumwana wane achi yitendwe kini apulumanga na wakulumanga tusifu Yesu Kristo. Yesu pamoja na hivyo kuna dada yake na bwana harusi. Tunaomba mchango wake kwa hiki ambacho tumekifanya siku ya leo. Unajua tumefanya gharama kubwa sana. Tumefikia hadi milioni 5. Si matajiri. Dada njoo, mawakala wasitubane. mimi nilikuwa na zawadi, lakini hii zawadi niliona koti ilishavaliwa, lakini koti yangu ya kwa yangu ilikuwa pale. Nitarudia na koti yangu. Sherehe. Amerejea na koti, kweli ni kweli. Mwipo hajamwambia mjomba kwamba nahitaji koti. Alafu amekuja kwenye sherehe na koti yake, amekuja kukuta
Amevaa koti. Sawa, lakini zawadi yako lazima tutaitafuta. Dada karibu. Sasa ni hivi, marafiki wa mwanamke hawajafika. Tunaomba bana ba machi wale bana ba machi baba bongwe bachwana bana ba machi bachwe na zawadi ya bwana. Karibu DJ moja kwa moja. I love you. DJ tole. Watoto wa kike. Watoto wa kike. Tana ache. Tana ache. Tengilaji iko wapi? Tengilaji hao dei. DJ tunashukuru. Wanafunzi récitation, mathématiques, géographie, histoire. Mtaona mambo hapa. Wanafunzi ndio wanakuwa sana vitu vya ajabu. Mlikuwa mna wameshasimama kule. Weka mziki. Hapana hiyo. Wamekataa. Sambela zambe. Sambela zambe. Sambela zambe. Marafiki. Yesu. Fungua mbingu baba. Tukuone tukushukuru.
Beke. Karibu. Karibu. Yeye wote sema na kitu nyingi. Huko hapo unafanya nini? Mtoka nje wewe kama sema na kitu. Unafanya nini hapo? Sisi hawa utatoka nje. Asante sana DJ, nashukuru kwa majirani pamoja na marafiki ambao wamekuja hapa kutolea rafiki yao zawadi kidogo ambayo alikuwa nayo kutokana na historia hapa. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima niwaambie siri, hivi tumefunga kila kitu. Sasa baba na mtoto wake, mama karibuni. Baba na mama, kabla ya kuweka chochote hapo, mpite kwanza hapa mbele, waone. Mpite hapa mbele, watu waone. Sasa kila mwana na nyekiwa mwana. Sasa kila mwana na nyekiwa mwana. Ni watu wengi mama. Ni watu sombechano lazima mama na yeye. Tanga DJ. Tanga DJ. Kwanza DJ acha kwanza. DJ acha. DJ acha. DJ. Huyu hapa ni mheshimiwa. Ndiye mgeni rasmi ambaye tuko naye hapa. Kona naomba kwa heshima na taadhima, mwanzie kule alafu mje hapa. Toke kwanza. Mumonyeshela baada zawadi. Namona zawadi ano hii. Mutango ya ule mwewe. Mwashika mwenyewe wewe machuma ina hicho. Ni maana. DJ twende. Makameramani twende na makameramani tuwapate pamoja. Kamera zio wazi. Watakapoingia, subirini kwanza waheshimiwa. Mtakapoingia watu wote wanatakiwa wasimame, maana hao ndio wenye sherehe. Msimame kuwashangilia, maana ni kazi kubwa ambayo wameifanya kwa miezi mitatu. Wapo kila siku kanisani kwa sababu ya sherehe. Kwa hiyo tunatakiwa tuwape heshima kubwa. Muda utaendelea kuwepo na tutafanya kila kitu kulingana na mazingira ya sherehe. DJ, watu wasimame. Watu wasimame. Kama
Mwite Mwalimu Nyerere. Jamani, tupige makofi. Tupige makofi. Mama huyo. Mama huyo. Mama. Mama huyo. Mama. Mama huyo. Mama. Mama huyo. Mama. Baba huyo. Baba. Baba huyo. Baba. Baba huyo. Baba. Mama huyo. Baba. Baba, mama, amuzumu ile msimbazi bwana, amuzumu na muda unaenda, ngoja tuyamalize. Lakini watu wawili wa muhimu ninaowahitaji hapa kwa dakika 1:30 ni Gracerile pamoja na Kea. Njoni hapa mtoe neno. Yaani natakiwa na nje watu watatu. Kuna Dea Grakea, Gracerile nje hapa ili tumalize vipindi vyetu. Tunawakaribisha nje mtoe zawadi. Kama ni zawadi tujue. Grakea, simama mtoe alipo. Grakea. Umefanya kazi ya kuchosha kukuja, hatukubadili ukalisa Bwana wetu. Tumechapa kazi usiku wote, hatukufanikiwa. Kwa neno lako nitazishusha nyavu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Walipozishusha nyavu zao walipata samaki wengi, na nyavu zao zikaanza kukatika. Hakuna kweli, hakuna kabisa, hakuna. Shalom. Kwa majina naitwa Cyril. Kwa ajili ya sherehe ya ndugu yangu Mbele Omari Leri Jean Baptiste, Ijumaa nitatoa shilingi 15,000. Asante. PFG kwa ajili ya ndugu yetu Leri na Mariam, kwa ajili ya kundi ya PFG ni mwenyewe nitatosha shilingi 15,000 kwa ajili ya 20, lakini siku ya 3 ninaileta kama mimi, ila nitamwomba mwenyekiti naye asimame. Kristo kwa ajili ya sherehe ya ndugu yetu Leri, mimi naahidi nitatoa shilingi 10,000 siku ya kesho. Nani mwenyekiti ambaye ametajwa hapa tumemkaribisha aje? Tumemkaribisha mwenyekiti. Tushangilie mwenyekiti wetu. Msifu Yesu Kristo.
Kwa niaba ya grupe ya PFG, tunaona pale kuna wandugu ambao wanaandikwa grupe ya PFG. Kwa urefu ni Petit Frère de Jésus. Mimi ndio mwenyekiti wao wa ile ambao tunasema kama zawadi. Sisi tulikuwa wa kwanza hapa kuja kutoa 215,000 kwa ajili ya hii tafrija ya ndugu yetu Omar Lea. Kwa binafsi mimi kama mwenyekiti hapa kuna 5,000 ambazo tunatolea wanandoa wenzangu. Msifu Yesu Kristo. Amina papa. Sherehe hivi the village all day akujua kama kuna sherehe de classic hapo de zone hapo watu wa all day mko baje. Sasa pamoja na hivyo tunaendelea, sijui sasa unanitokea mimi, sijui nilikuwa nauliza de village kama iko hapa. Pamoja na hivyo sisi tunashukuru kwa upande wa wanajamii wote ambao wamefika hapa, ndugu jamaa na marafiki, mmeonyesha upendo mkubwa sana wa kuja hapa kuja kusherekea pamoja na mwenzenu. Hili ni jambo ambalo faraja la hekima na upendo. Kwa kikubwa tuendelee kuwa na moyo kama huu ili mradi mwisho wa siku upendo uendelee. Kwa hiyo hafla ya mwisho hapa ni subiri chakula, kila mwalikwa ili apate. Samahani, nilikuwa nimesahau kitu kimoja. Yaani wageni rasmi wamekaa wima muda wa masaa mawili. Mnisamehe sana. Nilikuwa nadhani labda mmeshakaa. Kwa watakapokaa chini tutaingia kwenye ile shughuli ya baba mlezi. Anatakiwa amweke chini pole pole, bali tatoa ona bana mkiona kama ni aishi anase akonyo abope. Kwa hiyo mzee mweke sherehe. Wewe weka muziki, weka. Kuna 100 nyingine ipo. Ndio sherehe inayoonekana hiyo. Nye mtulie tu. Chakula kipo, mtakula, mtalewa. Uko na shida gani? Mie nimepewa gharama ya milioni 5. Eske huko mkambi kuna mtu mwenye amesha kufanya sherehe hivi? Haipo. Na milioni 5? Haipo. Kama yupo natoa 100 hapa hivi. Haipo. Museme kama yupo na 100 hapa. Acha laki hapa. Na iacha. Bwana weka muziki. Karibu mama. Huyu hapa ni dada mtu. Kama kuna dada ukisamea Mungu, mwache watulie. Dada mtu Mwashe mwatenda ni ho ule mwaleri ba wabu tawekewa utalori kwa wabu banga mkani tushingele. Sasa tunaingia sasa sehemu ya kuwaweka chini. Mzee, chukua mtoto wako umweke taratibu yani asidunde makofi na mtalegare.
Mama mtu, mchukue mtoto wako na macho. Mbele ya simu ni buni. Sema wewe ni nani? Hata kuwa mgenyesha hata sasa hivi tungesherekea tu. Hata mvua ingenyesha. Tukiwa tukubali kwanza mvua kunyeshea hapa. Wachomba mtu. Chakwa mtu kwa kanyara mtu. Hivi tunasubiri chakula, wanafunzi wamejiandaa. Kumbe tulikuwa tuko hapa hii yote miezi mitatu. Mheshimiwa kaeni. Kaeni. Kumbe wanafunzi walikuwa wanaandaa wimbo wao miezi mitatu. Kwa hiyo chakula watakuwa wanagawa na mpate burudani ya wanafunzi. Yaani huko mkae kimya, lazima wanafunzi wawaoneshe kama huyu ni mwalimu wao. Karibuni wanafunzi. Wanafunzi tutaendelea kucheza, lakini kuna mheshimiwa mmoja ambaye amefika hapa. Ndio maana nawaambia sherehe ni ajabu, haijawahi kutokea. Mvua imetusumbua sana, kwa hiyo tunamuomba
mheshimiwa mmoja, kipindi mnaendelea na wimbo, kuna mtu nitamwelekeza aende kumsimamisha ili aje hapa aseme neno na maiki nampatie kabisa kabisa. DJ endelea na wimbo. Baba tenda kwa ndani, baba yangu fungula sikio baba. Msifu Kristo. Ndio, kwa kweli ni furaha kubwa sana kuona ndugu yetu mpendwa rafiki amefika nafasi kama na hii ya kwenda kufunga ndoa. Kwa kweli kwa furaha kubwa lazima nitoe kamchango kadogo, sababu hii ni neno la furaha sana. Hapa na laki milioni 5 laki hapa ni laki, nataka laki. Huyu atamalizia nani katika maendeleo. Tumpokee kijana wetu yule pale, ana mchango na yeye. Wanafunzi leo mburudishe. Aishi nyombo. Nani wimbo unakuja. Fungula mbingu baba, tukuone tukushuhudie. Nipata kamera mbele basi. Nipata kamera. Hapo chakesha tayari. Kama ndipo kwenye mchango mke majini. Tie. Asante sana, mimi nashukuru kwa kunipa kikundi cha kuburudisha. Kushukuru sana na kufurahi kwa kufika kwenye hatua kama na hii. Mimi kama mimi japokuwa nilikuwa sana kingine, lakini nimeahidi ili nitamchangia 20 kwa niaba ya mtongozaji. Samahani, naomba niulize kwamba atatoa lini, maana hapa tunaandika. Bora nini? Leo tuko Jumapili na Jumanne ninakasha kulola. Kuna mtu anaitwa Domi amesumbuka huko. Naomba mmoja amfuate hapo. Anaitwa Domi. Mziki utaendelea Domi. Popote ulipo atajika kutajiri. Amesumbuka huko. Anataka kusafiri ambacho kinatushinda. Wewe endelea. Pesa inaingia kama makaratasi. Leta wimbo wewe DJ. Leta wimbo. Hiyo. Leta break. Yeah.
Kaenda hapo kuna kila mtu, hata wachooni tutaenda kumkuta tu sehemu yote. Augustin. Niko na baba yangu yuko hapa kama vile mjomba wake. Nikiangalia huku kuna mjomba wake mwingine, sawa? Hilo lakini familia kama familia kuna zawadi ambayo tumeiandaa. Haitoki leo. Sisi tunawaalika nyumbani kwetu. Ndio. Asante. Tutampa taarifa sisi. Hapa tupo kwenye sherehe, lazima useme kwamba ni lini. Maana anayedai ni sungusungu pamoja na tezoro. Wapo kama wote kataa. Sio mbaya. Usifiwe Kristo. Ninachokiongea ni hapa naongelea kuhusu familia. Sisema kwa ajili ya sherehe. Ndio. Sisi tunaandaa kitu kwa ajili yake sisi familia. Sawa. Samahani tu kwa kiongozi. Familia ndio waliofanya mchakato wa kualika watu wote hapa, na kama tuko hapa ni kwa sababu ya familia. Waliotoa michango hapa, majirani na wengine wametoa kwa niaba ya kusaidia nini familia. Sasa familia mnaficha nini? Mshinda kutupatia vitu vyetu leo hadi usema kwamba tunajua nini? Tunataka nani? Wao usema kwamba familia mmeandaa kitu chenu. Tunaomba mtuambie ni nini, maana hao vijana wote hapa wamejiandaa kijeshi kwa sababu ya kukomboa kwa yeyote yule ambaye ameaida. Sasa wewe ukituambia kwamba familia imeandaa, na maana wote tutoke hapa twende nyumbani. Familia tunaomba mtupe utaratibu mzuri, maana sherehe hii ikiwa moja kwa moja mlete mchango wenu kama familia. Tofauti na hivyo hautatoka hapa, ili mtaacha hapa. Nisikilize MC. Ninachokiongea ni kwa niaba ya familia. Sawa? Kwa hiyo kubali kile ambacho nachokuambia. Sawa? Kwa hiyo subiri. Kuna sister wangu alisema eti mimi kama vile kaka yake. Sawa? Huyo alikuwa sister wangu na yuko sister kwa sababu haikuagi inatoka function ya mtu itokaje. Ile nataka nikuhakikishie ni kwamba sisi kama familia, sisi kama vile familia, au niseme wajomba mtu kabisa. Sawa. Sisi kuna siku ambayo tutaalika mtu wetu nyumbani kwetu. Sawa. Mnavaa nguo tu. Wewe msisi